Allah subhanahu wa ta'ala atufahamisha ndani ya Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao ndani yake imeshuka Qur'an. Na Qur'an ni uongofu kwa waumini, ni uongofu kwa watu wote. Wa bayinatin minal huda. Lakini Qur'ani ndio inayopambanua uongofu ni upi na upotevu ni upi. Wal furqan, na ni kitenganishi cha hasi na chanya katika sheria ya Uislamu. Yani ujinga na elimu, upotevu na uongofu, shirki na tauhidi na mengineyo, hasi na chanya katika ujumla wake. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakayeshuhudia katika nyinyi kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia basi na ufunge. Na atakayekuwa ni mgonjwa ama akawa safarini anaweza kuakhirisha akaja kumalizia katika masiku mengine. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Mwenyezi Mungu anayafanya haya kwa sababu anakutakieni wepesi. Wala yuridu bikum al-usr, wala Mwenyezi Mungu akutakieni uzito katika dini. Walitukmilu al-idda, na ili mpate kutimiza hata hizo mlizoambiwa mrejeshe mkamilishe katika masiku mengine, ni kwa sababu ya kutimiza hiyo idadi iliyokusudiwa. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mumtukuze Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa takbirat, kwa sababu ya kule kukuongozeni katika njia iliyokuwa sawa. Wala'allakum tashkurun, lakini pia mpate kushukuru. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani ina mambo mengi na mikusanyiko yetu inahitaji mambo mengi, lakini kutumia fursa hii ya ibada hii ya Eid, tutazame sehemu ndogo katika sehemu ya aya hii. Yuridu Allahu bikum al-usr, yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nataka tuangalie mambo matatu. Yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na la mwisho wala'allakum tashkurun. Yuridu Allahu bikum al-yusr, Mwenyezi Mungu anakutakieni wepesi. Wala yuridu bikum al-usr, wala hakutakieni uzito. Na huu wepesi ameuonyesha katika ibada moja tu ya saumu. Uislamu na wepesi uliomo ndani ya dini yenyewe. Ukaenda katika sura 22 aya 78, suratul Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadha. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekufanyeni nyinyi. Tukianza katika sehemu ya mwanzo, na ipiganieni hii dini ya Uislamu, ukweli wa kuipigania. Ipiganieni hii dini ya Uislamu, ipambanieni ukweli wa kuipambania. Huwa jitabakum,
yeye Allah ndiye aliyekuchagueni nyinyi. Huwa jtabakum, Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagueni nyinyi kwa waislamu. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimsimbulia mtume kwa kusilimu kwao, yamununa alayka an aslamu, Makuraish, baadhi ya watu waliokuwa wanaingia katika Uislamu wakawa wanamtishia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutafuta namna ya kutoka kwenye Uislamu, wakimtishia kama vile wao wana mchango mkubwa, wana nguvu kubwa, na kwa hivyo wakiacha Uislamu atayumba. Allah anamwambia yamununa alayka an aslamu, wanakusimbulia kusilimu kwao. Qul la tamunnu alayya islamakum, waambie msinisimbulie kusilimu kwenu, balillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman, bali Mwenyezi Mungu ndiye anayestahili kujifakharisha kwa kukuongozeni nyinyi mkawa na imani ya Kiislamu. Huwa jtabakum, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekuchagueni nyinyi mwe waislamu, wala hakuna juhudi yoyote ambayo mmeifanya nyinyi kwa waislamu. Bado ungeweza kuwa ni Yahudi, bado ungeweza kuwa ni Budha, bado ungeweza kuwa ni aina yoyote yule ambaye hayumo katika Uislamu. Kwa hiyo kuwa katika Uislamu ni katika neema kubwa. Ipiganieni hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mmechaguliwa nyinyi kuwa ndani yake. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wama ja'ala alaykum fi ddin min haraj. Na uzuri wa bahati, hii dini ya Uislamu haina mambo magumu, haina mambo mazito ya kuwashinda watu. Yanayopatikana ndani ya Uislamu ni mambo ambayo yanakwenda kwa kadiri ya wasaa wa mtu. Ipiganieni hii dini ya Allah kwa kadiri ya wasaa wenu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuchagueni nyinyi mkajikuta kwa ni waislamu. Lau si Mwenyezi Mungu kupeni neema yake, sasa hivi bahati nzuri leo ni Jumapili, ungekuwa pengine katika kanisa somewhere, au ungekuwa naweka mipango dhidi ya Uislamu, kuwemo ndani ya Uislamu alafu kawa hauna mchango wowote katika Uislamu, ni kutoithamini neema ya wewe kwa Muislamu. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wama ja'ala alaykum fi ddin min haraj. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu hakuweka mambo mazito katika hii dini ya Uislamu. Millata abikum Ibrahim, hii ndio mila ya mzee wenu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadha, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuchagulieni jina la Uislamu, akakutajeni kwa jina la Uislamu kabla katika vitabu vya zamani, wa fi hadha, na ndani ya Qur'ani pia mmeitwa nyinyi ni Waislamu. Sehemu ya neema ya Uislamu ni pamoja na ule wepesi ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameuweka, kisha akatupa amri kwa kuchaguliwa kuwa ni Waislamu, tukaiona kuwa ni neema. Kila mmoja play role yake, kila mmoja acheze kipande chake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Uislamu hauanguki kupitia katika nafasi aliyopo. Tahfifu iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ndani ya faradhi ya saum, inatosha kabisa kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huu Uislamu ameufanya kuwa ni mwepesi. Ndani ya ruhusa na huruma ya wazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya ruhusa ambayo imetolewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pana ishara ya wazi ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Na ruhusa hii haitakiwi kuingiliwa na yeyote. Katika ile wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, na katika yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, hii ruhusa haitakiwi kuingiliwa na mtu yeyote, kwamba kwa kauli yake na kwa rai yake akaidhoofisha hii ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuonesha huruma alionayo na usamehevu alionao katika huruma hii, katika amri hii ya saum au katika dini hii ya Uislamu. Kupitia safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba zake, walitumia fursa hii kwa namna tofauti. Walitumia fursa hii kwa namna tofauti, wala hawakuzozana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man aftara fa hasan
wa man sama fala junaha alayhi, atakaye futuru. Hii inabakia kwenye level ya fatwa ya mtu binafsi, wala sio fatawa za wanachuoni. Ruhusa ya Mwenyezi Mungu imetoka. Atakayeona uzito basi anaweza kufungulia, kwa mfano katika safari. Sasa hapa kuanza kuweka safari inatakiwa iwe kwa kiwango gani? Kuweka masafa, hiyo ni kuingilia ruhusa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kudhoofisha ile huruma ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka. Na hapo ndipo unapoanza kuweka uzito katika dini, uzito ambao Mwenyezi Mungu hakuweka. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amesafiri pamoja na masahaba zake, wakiwa njiani, wengine wanaamua kufuturu wanakula, na wengine wanaamua kufunga, na hakuna anayembeza mwenzake, na wote wanakwenda sawia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man aftara fa hasan, yule atakayechagua kufuturu wakati akiwa safarini ni jambo zuri. Wa man sama fala junaha alayhi, na yule atakayefunga atakuwa hana dhambi, hana tatizo. Lakini wakati huo Mtume sallallahu alayhi wasallam bado akawa anahimiza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali na umma wote, alaykum bi rukhsati llah allati rukhisa lakum, ni juu yenu kuitumia vizuri ruhusa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo Mwenyezi Mungu amekupeni. Yani mtu asije akaikalifisha nafsi wakati pana wepesi uliowekwa katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba ruhusa hii hakuna mtu yeyote ambaye anaruhusiwa kuingilia katika sheria ya Uislamu. Mtu mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ni mwingi wa kufunga, je, naweza kufunga nikiwa safarini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, in shi'ta fasum wa in shi'ta faftir, ukitaka funga na ukitaka futuru, yani kula. Ni ruhusa ambayo imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuonesha ile yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akakuta siku moja kundi la watu walikuwa katika safari wanakwenda katika vita, wakutana na kundi la watu wanamfunika. Anauliza, ana shida gani yule? Wanasema amefunga, sasa ni kama amezidiwa, alafu analazimisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laisa minal birr as-siyamu fi safar, mwambie sio katika wema wala sio katika ucha Mungu kujilazimisha kufunga hali yako yuko safarini na ameshataabika, anapata tabu, alafu analazimisha kufanya jambo ambalo ni kama vile ruhusa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pembeni hapa haipo. Hii yote ni kuonesha wepesi katika Uislamu kupitia katika ibada moja tu ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunazingatia nini ambalo sisi ndio tutakuwa tuondoke nalo? Huyu ni Allah Rabbul Arshil Azim, huyu ni Rabbul Alamin. Yeye ndiye Bwana mlezi wa ulimwengu, ndiye bosi wa mabosi wote ulimwenguni, halinganishwi na yeyote katika viumbe wala halinganishwi na chochote. Alikuwa anayo mamlaka ya kuwakalifisha watu kwa kadiri anavyoweza. Lakini angalia Allah alivyo na huruma, angalia alivyo mwepesi katika masala mbalimbali. Sisi tunaondoka na nini kutokana na mafunzo haya, kutokana na aya hizi au sehemu hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza sasa sisi, yasiru wala tuasiru, wasakinu wala tunafiru. Yasiru, wafanyeni watu wepesi, kwa mwepesi katika masala ya huduma, kwa mwepesi. Kila mmoja katika sisi anao wadhifa wake, anao nafasi yake katika sehemu yote anayokuwepo. Lakini kuna watu ni wagumu wa kutekeleza majukumu yao katika maeneo ambayo wamepewa. Atakuzungusha mpaka uone nafasi yake. Na wakati mwingine anaweza kuwa katika sehemu anayowajibika kutekeleza wajibu wake, na wakati mwingine analipwa mpaka mshahara kwa kazi ile, lakini atakuzungusha, atakuwekea ugumu katika utekelezaji wa majukumu yake, kana kwamba sio Muislamu. Yasiru wala tuasiru, wafanyieni watu wepesi
Na hiyo ndio utambulisho wenu kama Waislamu, kuwa mwepesi. Kama kuna njia mbadala ambayo inaweza kuwa nyepesi, mwambie ungetumia hivi itakuwa rahisi. Lakini mara nyingi inatokea katika maeneo tuliyopo, kila mmoja anataka nafasi yake mpaka itambulike. Tunasema utakuwa hujafahamu falsafa ya wepesi uliomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuwa mwepesi katika mambo ya utekelezaji wa majukumu. Kuwa mwepesi kwa upande wa jamii, kwa maana kama familia yako. Kuwa mwepesi katika familia. Kuna alternative hii ingeweza kufanyika. Kuwa mwepesi. Usiwe machi rigid, ukiwa mgumu sana. Hata Mtume anaambiwa, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlika. Mtume mwenyewe ungekuwa ni mgumu, ukawa rigid, haushauriki, hauambiliki, haufanyi hivi, manake ni kwamba watu wako wangalikukimbia, usingepata sahaba hata mmoja, usingepata mfuasi. Yassiru wala tu'assir. Yassiru wala tu'assiru. Fanyeni wepesi na msiwe wagumu. Hapa haimaanishi kuwa holela, kuwa lazy affair, lakini pima mambo katika mizani na uone kama kuna alternative ya kufanyia watu wepesi, wafanyie wepesi katika kila mtu alipo kwa nafasi yake, bila kuvunja mipaka ya sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kuna alternative ya kumfanyia mtu wepesi, fanya haraka, mfanyie wepesi. Ajaba, wakati mwingine unaweza kwenda katika maeneo ya hospitali, una mgonjwa, una mtoto, una hivi, mtu aliyoko pale yeye anachohesabu ni kwamba kimtilia ugumu kidogo mtapata cha ziada. Sikwambii uende katika shughuli ambazo zinahusisha asasi za usalama, masuala ya mapolisi. Kila akikuona anaweza kuhisi kama kuna kitu hapa anaweza kupata, kadri atakavyokuwekea ugumu. Lakini na wewe Muislamu na unafanya hivyo, na wewe Muislamu ambaye umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, nenda katika vitengo vya kawaida kabisa. Watu wako kwenye maofisi, yani kitu ambacho kinakuja kwenye akili yake ni kwanza ni swala atakulaje katika eneo hilo. Tubadili mindset zetu. Uislamu ni fadhila. Allah ndiye aliyekuchagua akakuleta kwenye Uislamu. Hakuna aliyekuja katika Uislamu kwa hiari yake mwenyewe. Huwa jitabakum, yeye Allah ndiye amekuchagueni akakuleteni katika Uislamu. Kwa hiyo utumikieni Uislamu popote pale mnapokuwa. Uwakilisheni Uislamu popote pale mnapokuwa. Ukiwa Muislamu uliyefunga ukaenda kufanya tofauti, unauwakilisha vibaya Uislamu na hautakuwa salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akiongea na Muaz pamoja na Abu Musa, alikuwa anaongea na Muaz bin Jabal na akaongea na Abu Musa al-Ashari wakiwa wawili, akasema bashira wala tunafira. Wapeni watu habari njema, habari nzuri ambazo zitawafanya waendelee kwa pamoja. Wala tunafira, wala usiwape habari ngumu, habari nzito ambazo watashindwa kuzitekeleza. Wayasiru wala tuasira, na wafanyieni watu wepesi wala msiwafanyie ugumu. Watatawaa wala takhtalifa, na mara zote shikamaneni, na mara zote fanyeni kuwa pamoja karibu. Kuweni wanyenyekevu, wala takhtalifa, wala msiachane, msifarikiane, msiwe mbali. Fanyeni kile linalowezekana kusogea karibu. Yani kwa mfano katika mafumu ya Uislamu, mnapokuta kuna baadhi ya ikhtilafu zinatokea katika ufahamu wenu wa Uislamu, msifanye kushikamana na ule msimamo wako ili msababishe mfarakano. Kadiri inavyowezekana sogeeni karibu ili muweze kuwa pamoja. Mnatofautiana lakini mnabakia kuwa pamoja. Msiachane, msifarakane. Tofautianeni lakini kadri inavyowezekana kuwa na dhamira njema ya kusogea karibu. Ala asaf, katika masikitiko makubwa ulimwengu tulionao leo, hata wasomi wa dini ya Uislamu kadri anavyofahamu kitu kwa tofauti na mwenzie, anatafuta namna ya kuweka gap ili waendelee kufarakana, kana kwamba hizi hadithi hazifahamiki katika Uislamu. Katika wepesi wa Uislamu ni pamoja na kuwa mwepesi wa kumsikiliza mwenzio, alafu ukasema huu ni mtazamo na mimi ni mtazamo wangu. Atakaye kuwa na hakika anamfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, unasogea karibu, mnaendelea kuwa pamoja. Kama maimamu tunaowasoma katika historia ya Uislamu, mmoja anakubali kunuti na mwingine hasomi kunuti katika subuh.
Lakini ikitokea mmoja amekwenda kumtembelea imam mwenzie, akapewa nafasi ya kusalisha subuhi, kama yeye anahusika na kunuti, yani kama yeye anahusika, anaamini kunuti katika sala ya subuhi, lakini ameswalisha kwenye msikiti wa imamu mwenzie ambaye haleti kunuti, yule imamu hatoleta kunuti kwa sababu ya kuwaunganisha watu wakae pamoja. Na ikitokea huyu asiyesoma kunuti akaenda kwenye msikiti wa imamu anayesoma kunuti, akikaribishwa kusalisha subuhi, anaileta kunuti kwa sababu haibadilishi sala. Nini? Wakae pamoja, kwa maana watatawaa wala takhtalifa. Kuweni wanyenyekevu, msogee pamoja, wala msiendekeze kufarakana. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema bu'ithtu bil hanifiyya as-samha, bu'ithtu bil hanifiyya as-samha, mimi kama mtume nimetumilizwa kwa dini ya unyenyekevu, dini safi, dini isiyokuwa na shida, dini iliyojaa usamehevu ndani yake, dini nyepesi, dini nzuri, dini ya unyenyekevu, lakini dini hiyo imejaa usamehevu ndani yake. Yale ambayo hayafikiani na wewe unakuwa mwepesi wa kuyasamehe. Na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoonyesha mfano katika upande wake kwa ajili yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema warahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa, wenye huruma atawahurumia Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Wahurumieni viumbe walio katika ardhi, yarhamukum man fis samaa, atakuhurumieni Mwenyezi Mungu aliyoko mbinguni. Ukielewa filosofia ya falsafa ya ibada ya saum na zile ruhusa zilizomo ndani yake, kwa mtazamo huu unategemewa kuwa ni mnyenyekevu na mtu mkarimu na mtu mpole. Kila mtu anufaike na wewe kwa sababu ya namna ulivyoathirika na ibada hii ya saum. Ikiwa baada ya saum hautaonesha dalili za kuendelea kuitumikia dini yako, wewe utakuwa umejaza tu kwa idadi ya watu, lakini katika manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hauhesabiki. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Ikiwa hautatambua kwamba Uislamu ni neema na ni zawadi inayotoka kwa Allah kwenda kwa mtu, kila mmoja atakijiuliza, hivi imekuwa kuaje mpaka yeye amekuwa Muislamu? Kitu gani ambacho kimekuzuilia wewe leo usiwe katika ibada zingine, ikiwa ni pamoja na kuabudu ng'ombe, kama sio upendeleo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwangu na wewe? Halafu kae kwenye dini ambayo umechaguliwa na Mwenyezi Mungu, usifanye chochote katika maendeleo ya Uislamu, halafu uone ni kawaida. Tuipiganie dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwa kuzingatia ule wepesi, na sisi pia tuwe wepesi kwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mnatakiwa mumkabiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa kuna mambo mawili: kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja, kuna kupiga takbira kama hizo ambazo tulikuwa tunaleta, na bahati nzuri Eidul Fitri ni kwamba baada tu ya Eid, yani kumaliza khutba hapa, khutba na takbira zinakuwa zimeisha, yani takbira zinakuwa haziendelei. Yani kimaliza hapa baada ya khutba, maana yake takbira zinakuwa ndio mwisho wake, zinakuwa zimeisha. Ambao nataka tukiangalia hapa, tuna picha ndogo ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, lakini tuna picha kubwa ya kumtukuza Allah. Picha ndogo ni kuleta hizi takbira ambazo tulikuwa tunaleta: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Ala al-asaf, wetu wengi kama Waislamu
tuna shida ya kukariri haya maneno kwa Kiarabu na tukayasema miaka nenda rudi, hakuna mwenye hitajio la kujua huwa anasema nini. Yani nikasema hapa watu wote waliokuwa wanaitikia takbira, hakuna mtu anatoka mlangoni pale mpaka atuambie maana ya alichokuwa anakisema. Kuna watu watashinda huko kabisa tena. Kuna watu watashinda huko. Na kuna mtu hapa anasema mimi nashinda huko. Yani hivi mimi nauliza, yani kuna mtu anasema mimi nishashinda. Yani kama ikitokea tu kwamba wanabaki, mimi nishabaki. Lakini haya maneno yanasemwa kila mwaka. Moja ya shida tulionayo ni kusema hizi nyiradi, halafu tukawa hatujui tunasema nini. Kwa hiyo jambo linalofuata la kuleta athari haliwezi kutokea. Ni kama tunakuwa tunaziimba tu. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa Allah wala na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Ukitoka hapa unaikiuka hiyo takbira uliyokuwa ukiifanya. Kuna watu katika nyoyo zao wanasema Yesu amesema wafanyie watu wepesi. Sasa satuambie na wafanyia wepesi na mimi kukwambieni. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Allah ni mkubwa kuliko vikubwa vyote vinavyoweza kutokea duniani. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Yeye peke yake asiyekuwa na mshirika. Yani hashauriani na yeyote anapotaka kufanya jambo lake. Yeye kwake ni order tu. Haulizwi, hakuna atakayemuuliza. La yusalu amma yafal wa hum yusaluna. Hata ulizwa na yeyote kwamba kwa nini umefanya hivi, hata ulizwa. Wa hum yusaluna, lakini watu wataulizwa. Wala na'budu illa iyyah, hatumwabudu yeyote isipokuwa yeye peke yake. Mukhlisina lahu din, yeye ndio tunamtakasia nia katika kuifuata hii dini ya Uislamu. Walau kariha al-kafirun, hata kama msimamo wangu wa kufuata Uislamu utawakela makafiri, utawakasirisha makafiri. Ukitoka kwenye maneno hayo unakwenda kwenye mchanganyiko wa mila na desturi zisizokuwa za Uislamu kabisa. Nini haya maneno? Ufahamu maana yake. Kwa sehemu ya kwanza ni lazima tuyaseme, kwa maana ni katika sunna kuyasema. Lakini kule kuyasema tu itakuwa ni picha ndogo. Lakini picha kubwa ni athari inayopatikana kupitia hayo maneno tunayoyasema. Alafu tunakuja kwenye swala ya Eid. Tunasema Allahu akbar. Unasikia watu wote wanasema Allahu akbar. Allah ni mkubwa kuliko vikubwa vyote. Ala wasni af'al. Akbar. Hakuna katika mizani ya sarfu wasema maana yake ni kwamba hakuna kinachoweza kuitwa akbar zaidi ya Allah. Labda kama utakuwa unalinganisha vitu. Lakini Allah ndiye anakuwa mkubwa kuliko vyovyote. Sasa ukitoka pale maana yake unaweza kukutana na mtu akakuteza nguvu. Kuna mtu anaweza kufanya kazi yake ni kubwa kuliko Mwenyezi Mungu. Hayya ala salah, njoo katika swala. Yakaendelea na business zake. Anaendelea kupata maokoto. Pale maokoto yamekuwa makubwa kuliko Allah. Ndio tafsiri. Ile takbira ambayo umeileta hapa baada ya swala, wakati wa swala inakuwa imekufa. Lakini katika sehemu ya kwanza ni kule kumkabiri Mwenyezi Mungu kwa maneno. Ni katika sunna. Lakini yale maneno kuleta athari kwenye maisha yako ya kila siku ndicho kitu kikubwa, na tunasema huo ndio mtazamo mkubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba nimetoka kusema Allah ni mkubwa kuliko chochote. Na Allah huyo mkubwa amenikataza hiki, sasa na kiacha kwa sababu Allahu Akbar. Allah ameniamuru kufanya hili. Kama ingeniamrisha hata mtu wa kawaida tu, mwenyekiti wa mtaa, ningetii. Vipi aliye mkubwa kuliko vyote ameniamrisha nifanye hili? Ukiingiza hiyo fikra katika maisha, tunasema wewe umeelewa, walitukabbirullaha ala ma hadakum.
na ili mpate kumfanya Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko vyote duniani kwa ule uongozi anaokupeni katika maisha yenu ya kila siku. Dhana ya shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shukrani kwa Allah. Kwa nini tunamshukuru? Kwa nini tunamshukuru? Ala ma hadakum, kwa ule uongofu ambao Mwenyezi Mungu amekupeni. Tukianza na uongofu wakati tukiwa katika mwezi wa Rajab, kabla ya Rajab tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala asema Allahumma balighna, katika mwezi wa Rajab asema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna fi Ramadan. Ewe Allah, tunakuomba utuwezeshe kufika katika mwezi, utubarikie katika mwezi wa Rajab na Shaaban, lakini wabalighna fi Ramadan, na utufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hatujafikishwa. Tulipofika katika mwezi wa Ramadhan tukaomba baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha, tumeudhiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini tumekwenda mpaka tumefika mwisho. Hakuna juhudi ya binadamu anayeweza kusema kwamba juhudi zangu kidogo nilizoziweka ndio zimenifikisha hapa, bali ni kwa uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usimshukuru? Lakini Ramadhani kukukuta ukiwa ni Muislamu, hilo ni dogo katika neema ambayo mwanadamu anatakiwa itafakari sana na aangalie namna anavyoweza kuutumikia Uislamu. Ni Uislamu, yani kuwepo katika Uislamu, usione kama kuwa Muislamu ni neema na ni zawadi inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaweza ukajikuta mwezi mzima unakatika, ukiulizwa Uislamu umeufanyia nini, hakuna chochote. Na mwingine anaweza akajikuta ameswali tu, yani amekuja kutekeleza zile nguzo za Uislamu tu, na zenyewe wala sio zote na wala hazina utimilifu. Hana kitu cha ziada chochote anachokifanya katika maendeleo ya Uislamu. Wewe utakuwa hujathamini Uislamu wala hujajua Uislamu kama ni neema. Ndugu zangu katika imani, walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mnatakiwa mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Shukrani katika picha ndogo ni kusema alhamdulillah. Ndiyo njia ambayo Mwenyezi Mungu ameitumia hata kujisifu mwenyewe, alhamdulillah rabbil alamin. Ndiyo shukrani ambayo watu wataitoa baada ya kuingizwa peponi, waqila alhamdulillah rabbil alamin, waqalu alhamdulillah. Alhamdulillah ndiyo sehemu ndogo ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika maisha ya kila siku, katika athari yake, katika picha kubwa, sio maneno kusema alhamdulillah wala haitoshi, bali ni kuendelea kuutumikia Uislamu katika maisha yako yote, kutumia kitu chochote ambacho kinakuzunguka, ikiwa ni nasaba yako, ikiwa ni mali yako, ikiwa ni wadhifa wako, ikiwa ni elimu yako, ikiwa ni chochote, Uislamu unufaike. Hiyo ni shukrani bora zaidi kuliko vyovyote. Mwangalie Dhulqarnain katika historia ya Uislamu, anakwenda kutoa huduma katika jamii, wanazungumza swala la malipo, anasema wala nyinyi hamwezi kunipa zaidi ya kile ambacho Mwenyezi Mungu amenipa. Nisaidieni vyuma, atuni zubara alhadid, lakini mnisaidie pia na vibarua, kwa maana nguvu kazi. Mimi nitafanya hii kwa ajili ya huduma kwa jamii. Unamuona huyu ana ile thamani na anaona kabisa liko ndani ya uwezo wake na anaweza kulifanya. Kwa ndugu zangu katika imani, shukrani zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kuishi ule Uislamu na kutoa mchango wako katika dini ya Uislamu, kufanya Uislamu usonge mbele. Utakuwa umefanya jambo kubwa kabisa. Lakini ukijikagua ukakuta wiki, mwezi, miezi miwili, mitatu hamna unachofanya kwenye Uislamu, maana yake umekuja kuongeza idadi tu. Allah tuwafikishe tu miongoni mwa wale ambao wanashukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nimalize kidogo kwa kuwakumbuka wenzetu ambao
na wala sio kwa umuhimu, lakini tunawakumbuka wenzetu ambao katika mazingira magumu, katika mazingira yetu ya nchi, lakini pia katika mazingira ya Waislamu wenzetu katika dunia, ikiwa ni pamoja na wa Palestina. Kwa watu ambao wanafuatilia masuala ya Uislamu, wanafuatilia hali ya Waislamu Palestina, kwa kweli wako katika mazingira magumu sana. Yani sisi kuingia msikitini kama hivi, tukakaa mapema, tukaleta takbira, tukapata hutuba ya muda kama huu, muda mrefu kabisa hivi, tumekaa kwa amani, hakuna mtu anayesikilizia risasi nje wala ndani, katika neema kubwa kabisa. Wenzetu hiyo neema hawana kwa sasa, bali wana neema nyingine ya kutahinika na kushinda huo mtihani. Wana neema nyingine ya nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhimili. Katika pitia zangu nilikuwa napitia ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwanadamu anayejikurubisha kabisa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dhati ya nafsi, akamwomba Mwenyezi Mungu, atampa kile anachoomba. Lakini mwanadamu azingatie tu, asiwe na haraka. Imewekwa sharti mbili, asiwe na haraka, sharti tatu. Asiwe na haraka kupata anachokiomba, lakini mbili, asiwe anaomba kitu kibaya, kitu cha dhambi, cha kwenda kufanya dhambi. Lakini tatu, asikate udugu, yani asiwe anaomba suala ambalo linakukata udugu ndani yake. Ni mambo makubwa kabisa ya kuzingatia. Sasa kuna watu wanasema mbona tunawaombea dua lakini bado hali ni ile ile, hali wala sio ile ile. Na wao wanajua sisi ambao hatuko kwenye mazingira kama yale tunahitaji kuwakumbuka, na kikubwa ambacho tunaweza kufanya kwa sasa, hakuna kikubwa zaidi ya dua kwa dhati ya nafsi, kwa kupata hisia kwamba wenzetu wako katika hali gani. Wale ambao tumefuatilia wale mateka wakati kipindi cha kubadilishana mateka, kama mliuona wale mateka wanaotoka katika upande wa Israeli kwenda kwa Palestina, mtu akivuliwa shati tu kamuona tu kwenye mgongo, wachi ambao na kule kukondeshwa kwa kunyimwa chakula, kwa kuteswa, lakini ukitazama mgongoni namna alivyo, sijui atakuwa anafanya vitu gani. Nilikuwa nasoma kwenye darasa la tafsiri ya Qur'ani hapa katika mwezi wa Ramadhani, tulikuwa tunasoma suratul Buruj, ile qutila ashabul ukhdud an-nar dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Na hii ni ishara kwamba makafiri wana mateso makali kabisa, lakini Allah anawakumbusha fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad. Iko siku ambayo hakuna atakayeotoa adhabu mfano wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwatazama wale mateka, mateso ambayo wamepatiwa, au kwa wale ambao wanafuatilia vizuri mala yatamu bi umuri almuslimin falaysa minna. Mtume sallallahu alayhi anasema yule ambaye hatilii umuhimu wa kujua masuala ya Uislamu popote sio katika sisi. Hasa na sisi sio kwa sababu wako mbali kimasafa, lakini kinyoyo tunatakiwa tu pamoja. Nilikuwa namsikia khatibu mmoja, sina hakika kama alikuwa anatoa hotuba ile ya Ijumaa iliyopita, lakini anasema yani wakati mwingine sisi tunaenda kusherehekea, mna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko pale inazungumza habari ya Muislamu kwa Muislamu kaljasadi wahid, yani kama mwili mmoja. Kidole kikiuma mwili wote unahangaika kwa homa, ukiumwa jino mwili wote haulali. Ndio sawa na mfano Mtume sallallahu alipiga kuhusu Waislamu. Lakini bado Waislamu katika dunia wanaweza kufika pahala wanasherehekea, wanastarehe. Anauliza, hadithi hii tutakuwa tunaiweka wapi?
Kwa hiyo pamoja na kufanya sherehe zetu, lakini tusiwasahau hawa wenzetu walau kwa dua. Lakini pia tukumbuke katika nchi yetu hii tuna watu ambao wako mahabusu, wako jela, wako mahabusu, wengine ni mahabusu miaka 10, miaka 15, wako mahabusu, ushahidi hujakamilika. Familia ziko nje, watoto wake wako nje, wanateseka. Sisi tunakwenda kusherehekea kwa amani kwa namna yote, lakini tusiwasahau hawa ndugu zetu Waislamu. Tusiwasahau hawa ndugu zetu Waislamu. Tuwaweke katika nafsi zetu. Tuombe Mwenyezi Mungu awafanyie sahali, awafanyie wepesi, awatie tahfifu. Vinginevyo tunaweza kujikuta sisi tumekuwa ni wabinafsi. Kama itafika pale unatazama muda wa kuwa kwa familia yako unako pale, uko pale una mke wako, mke ana mume wake, na watoto wako pale mnasherehekea, lakini mkasahau kuna watu wako katika mazingira magumu. Idi wanaipatia jela, lakini hakuna maskini ambacho labda pengine wamefanya. Kwa sababu kama kuna jambo amefanya miaka 15 ushahidi ukamiliki. Alafu mwisho wa yote baada ya miaka 15 unaambiwa hatuna hitajio la kuendelea na kesi yako. Unaachiwa, hakuna fidia, hakuna chochote. Ni dunia tunapita. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Iko siku watu watahudhurishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja atalipwa kwa kila alichokifanya na hakuna atakayedhulumiwa. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.